Ni swali ambalo miaka baada ya miaka lakini limekuwa ni jambo la mazoea kwamba watu tunaifanya zile ibada kama vile kwa fashion, kwamba 10 la mwanzo, 10 la pili, tukimaliza la pili, la kwanza, la tatu tunaanza kurudi nyuma, ikiisha Ramadhani na sisi wenyewe tunakuwa tumefanya nini? Tumemaliza moja kwa moja. Na ndio maana hata hili somo langu, kwa maana mada yangu nilitafuta leo, niliona hilo ni kwa sababu hasa ndio kutengeneza hilo ambalo loko unafanya unaloliuliza. Maana yake dawa yake ni haya ambayo niliyosema, kwamba wao watakuwa wadumu kwenye ibada. Tunadumuje kwenye ibada? Nimeyataja hapa takriban mambo mangapi? Mambo 4 ambayo yanaweza kukusaidia kudumu kwenye ibada na kutokurudi nyuma kuacha. Yawezekana mara nyingine pengine watu wanapoacha, yawezekana pengine arraja wanakuwa na mategemeo makubwa sana, mategemeo ambayo yanawafanya wajiaminishe na vitimbi au na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mategemeo yao ni kwamba wamefanya kazi kubwa, kazi ambayo kuja kuimaliza inakuwa ni vigumu, kwa maana ya wale walioyapata. Mfano, pengine mtu anasema mimi 10 zima la mwisho, 10 lote mimi usiku naamka 10 lote, maana yake nitakuwa nimeipata nini kwa kuamka 10 zima la mwisho kufanya ibada usiku? Maana yake umeipata nini? Lailatul Qadr, si ndio hivyo? Mtu anasema kwamba kuipata Lailatul Qadr maana yake nimefanya ibada sawa sawa na miezi zaidi ya miezi 1000. Sio sawa sawa na miezi 1000, zaidi ya miezi 1000. Zaidi ya miezi 1000. Kwa hiyo mtu anajifikiria zaidi ya miezi 1000, nikipiga hesabu yangu mimi zaidi ya miaka 83. Maana unaona sasa ana mategemeo miaka 83 sijawahi kumwasi Mwenyezi Mungu hata dakika moja. Tena miaka 83 hiyo ndani yake hakuna Lailatul Qadr nyingine. Kwa hiyo ana mategemeo yale makubwa, kuona anachokipata ni kikubwa. Kwa hiyo baada ya hapo anarudi nyuma kuona kwamba amepata kikubwa. Yawezekana pengine labda ni hilo, au yawezekana pengine ni yale mazoea tu ambayo tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo cha msingi tuyafanyie kazi haya ambayo wote tumejifunza ndani ya darasa letu ya leo. Mambo 4 ambayo tumejifunza ndani ya darasa letu ya leo yanaweza kutusababishia tubaki kwenye ibada na wala tusitoke kama vile ambavyo mazoea ambayo tunayo. Tumeyataja moja, tumesema mtu kuwa na hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa kutokukubaliwa matendo uliyoyafanya. Cha pili tukasema kuwa na matarajio kwamba uliyofanya umekubaliwa na kukithirisha kuomba nini? Kuomba dua. Tatu tukasema kukithirisha istighfar, yani kukithirisha kufanya wingi wa kuomba msamaha, kuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na la 4 tukasema ni istisgharu amal, yale matendo uliyoyafanya uyaone kuwa bado ni machache ulichokifanya. Unalinganisha na nini? Unalinganisha na zile neema ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alizokupa, na wakati huo pia vile vile adabu na ujubi, kuto kujiona kuwa umefanya kubwa au wewe ndio umefanya sana. Haya tukiaishi nayo, basi atatusababishia tufanye nini? Tudumu kwenye ibada. Sababu ukiwa na hofu peke yake bila ya rajaa, bila ya mategemeo, itakusababishia ukata tamaa. Ukiwa na matarajio na mategemeo bila ya kuwa na hofu, itakusababishia ujiaminishe na vitimbi na adhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni kuyafanyia kazi na kuishi hasa na hii darasa yetu, kwa sababu lengo kubwa tulikuwa tumeleka hicho, kwamba tusije tukarudi kwenye yale mazoea ambayo tulikuwa nayo katika miaka mingi